Binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao ni binadamu ambao ndani yao ni wa kipekee kuliko binadamu wengine. Ngoja nikutajie upekee kwa uchache kuhusiana na binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M. Hawa ni binadamu wenye bahati kuliko binadamu wengine. Ni watu ambao ndani yao wana roho ya uongozi kuliko binadamu wengine. Ni binadamu wenye maono katika maisha kuliko binadamu wengine. Lakini ni binadamu wenye nguvu ya mvuto kuliko binadamu wengine. Hizi ni baadhi tu ya sifa za kipekee ambazo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao wanazo, lakini wanazo sifa nyingi ambazo sijazitaja. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, basi kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya kwenye maisha yako na kuna baadhi ya vitu ambavyo hautakiwi kuvifanya kabisa kwenye maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo hautakiwi kuvifanya katika maisha yako ni kugusanisha mikono yako na baadhi ya wanadamu. Si kila mwanadamu ambaye unakutana naye kwenye safari yako ya maisha basi unatakiwa kugusanisha mkono wako na mkono wake, kwa sababu wapo baadhi ya wanadamu ambao pindi utakapogusanisha mkono wako na mikono yao utakwenda kuipunguza nguvu ya herufi M ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako, lakini utakwenda kujiweka kwenye vifungo mbalimbali vya kiroho ambavyo hauvijui. Kwa sababu hiyo, leo nimekuandalia video ambayo nitakwenda kukuambia aina mbalimbali za binadamu ambao hautakiwi kugusana nao mikono, kwani kitendo cha kugusana nao mikono utakwenda kufunga uwezo wa herufi M ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako. Kama umevutiwa na video hii, amini mada hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Wafuatao ni binadamu ambao hautakiwi kugusana nao mikono kwa sababu ya usalama wa nguvu ambazo zinatokana na herufi M ambazo zipo ndani yako. Namba 1, binadamu wanaokufanya ujisikie vibaya kila wanapokuwa karibu na wewe. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, katika orodha ya binadamu ambao wapo katika saiko ya ukaribu wako, wapo baadhi yao ambao wanapokuwa karibu na wewe huwa unajisikia furaha na amani, lakini kuna wale wengine ambao pindi wanapokuwa karibu na wewe huwa unajisikia vibaya. Unahisi amani imetoweka ndani yako, yani unakuwa unahisi kama kuna namna ambayo haujielewi. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, hao ni binadamu ambao hautakiwi kabisa kushikana nao mikono, kwani tafsiri ya hayo yote ni kwa sababu hao ni binadamu ambao hawaendani na wewe, na ndio maana pindi wanapokuwa karibu na wewe, pamoja na kuwa hawajakufanyia kosa lolote, lakini bado nafsi yako inaweza ikauhisi ubaya ambao upo ndani yao, au wakati mwingine nyota zenu haziendani. Hao ni wanadamu ambao pindi wanapokuwa karibu na wewe, the way unavyozidi kujisikia vibaya, ndivyo uwezo wako wa nguvu ambayo inatokana na alama ya herufi M ambayo ipo kwenye kiganja chako cha mkono inavyozidi kuzorota. Hivyo hakikisha hao ni wanadamu ambao haukubali kabisa kushikana nao mkono, na ikiwezekana jitenge nao, kaa nao mbali mpaka pale utakapojua sababu ni kwa nini huwa unajisikia vibaya kila wanapokuwa karibu na wewe. Namba 2, binadamu ambao ndani yao wana negative energy. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, nguvu zimegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanadamu ambao ndani yao wana nguvu hasi, yani negative energy. Negative energy zina uwezo wa kuvuta mikosi, bahati mbaya, nuksi na kila baya katika maisha ya mwanadamu.
Lakini nguvu ya pili ni positive energy, yani nguvu chanya. Nguvu chanya ni ile nguvu inayoweza kuvuta baraka, bahati njema, utajiri na kila kitu kizuri katika maisha ya mwanadamu. Sasa wapo baadhi ya binadamu ambao ndani yao wana negative energy. Hawa ni binadamu ambao pamoja na kuwa hautakiwi kushikana nao mkono, lakini ni vyema ukakaa nao mbali kabisa, kwani ni wanadamu ambao wanapokuwa karibu na wewe lazima negative energy itahamia ndani yako, kwani katika mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa vibration, yani huwa kuna nguvu ambazo zinamzunguka mwanadamu ambazo zimeanzia ndani yake. Mwanadamu anapokuwa karibu na mwanadamu mwingine, kwa sababu ya vibration ambayo inatokana na nguvu ambazo zipo ndani yake, nguvu hiyo inaweza ikahama kutoka ndani yake na kuhamia kwa mwanadamu mwingine, aidha kwa kushikana naye mkono au kwa kuzungumza naye au kukaa naye karibu kwa muda mrefu. Na ndiyo maana kuna baadhi ya wanadamu ambao pindi unapokaa nao karibu kwa muda mrefu au pindi unapogusana nao mikono, kwanza kabisa unahisi ni kama mwili wako umesisimka, alafu unahisi ni kama kuna kitu kimepungua ndani yako, na baada ya hapo unajikuta kuna baadhi ya vitu vibaya vinaanza kutokea kwenye maisha yako. Kwa mfano, mikosi, nuksi, bahati mbaya zisizoisha zinaanza kuja kwenye maisha yako. Tafsiri yake ni kwa sababu negative energy zimehama kutoka kwenye mwili wa mtu mwingine zikahamia katika mwili wako. Inawezekana positive energy ambayo ilikuwepo ndani yako pia imehama kutoka ndani yako na kwenda kwa mtu mwingine. Hivyo unaweza kuziona ishara mbalimbali na ukagundua kuwa upo karibu na mwanadamu mwenye negative energy. Wapo watu ambao kila wanapokaa karibu na wewe unakuwa mtu wa kupata habari mbaya, unakuwa mtu wa kupata mikosi, unakuwa mtu wa kukutana na nuksi ambazo hauelewi zimetoka wapi. Mtu huyo hata anapokuja katika sehemu yako ya biashara, unajikuta kwa wakati wote ambao yeye yupo katika sehemu yako ya biashara, hakuna mteja yeyote ambaye anakuja katika biashara yako. Utakapoona viashiria kama hivyo, ni viashiria ambavyo vinakuelezea kuwa huyo ni mwanadamu ambaye ndani yake ana negative energy. Hivyo usikubali kushikana naye mkono, kwa sababu negative energy itakapotawala katika mwili wako itakwenda kudhoofisha uwezo wa nguvu inayozaliwa kutokana na alama ya herufi M ambayo ipo kwenye kiganja chako cha mkono. Namba 3, usikubali kushikana mkono na mwanadamu ambaye kila anapokuwa karibu na wewe anakufanya uwe na hali ya kutokujiamini katika mambo mbalimbali. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, hawa ni wanadamu wenye uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi. Ni wanadamu wenye uwezo mkubwa wa kutazama mambo kabla mambo hayajatokea, lakini uwezo wote huo unaweza kuyeyuka ama kufifia endapo binadamu hawa hawatajiamini. Jambo ambalo litakwenda kutokea pindi utakapokuwa karibu na kupeana mkono na mwanadamu ambaye anakufanya usijiamini kila wakati, labda kwa sababu ya maneno yake au labda kwa sababu ya maono ambayo amekuwa akiyazungumza mbele yako, basi amini usiamini, huyo ni mwanadamu ambaye atafanikiwa kukuaminisha kuwa wewe ni mwanadamu ambaye unahitaji msaada wa watu wengine ili uweze kutimiza makusudi mbalimbali ambayo unaazimia kuyatimiza kwenye maisha yako, na hali hiyo itakunyima uwezo wa kufanya maamuzi, hali ya kuwa wewe ni mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu aliuweka uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ndani yako, lakini utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye unakuwa inferior kila wakati, yani superiority ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako hautaifeel tena. Utahisi ni kama mtumwa anayehitaji kukombolewa na watu fulani, hali ya kuwa wewe ni mwanadamu huru mwenye uwezo wa kufanya mambo makubwa katika ulimwengu kuliko binadamu wengine. Hivyo ukibaini kuna mwanadamu ambaye kila anapokuwa karibu na wewe anakufanya upoteze hali ya kujiamini, kaa naye mbali na usikubali kupeana naye mkono, kwa sababu uwezo wa kujiamini ndani yako na kufanya mambo makubwa ambayo binadamu wengine hawawezi kuyafanya utapungua na kuyeyuka kabisa. Namba 4, kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M, kamwe usikubali kupeana mkono na mwanadamu mwenye wivu na maendeleo yako.
Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Ninajua kwa sababu wewe ni mwanadamu, unaishi na ndugu, rafiki pamoja na jamaa zako ambao unawapenda na kutamani waendelee kubaki katika cycle ya ukaribu wenu. Lakini ningependa ulijue hili, miongoni mwa maadui hatari sana katika maisha yako ni adui ambaye anajifanya rafiki, yani adui ambaye amejificha kwenye kivuli cha urafiki, kwani huyo ni mtu ambaye anaujua udhaifu wako, anajua ni pointi gani aanzie ili afanikiwe kukuangusha. Ni vema ukawa makini. Hebu fikiria, unadhani watu wote ambao upo nao karibu wanafurahia mafanikio yako? Moja kati ya vitu ambavyo haviwezi kujificha ni wivu. Mwanadamu ambaye ana wivu na mafanikio yako hawezi kufurahia maendeleo yako hata siku moja, kwani furaha yake ni kulishuhudia anguko la kiuchumi ambalo litatokea kwenye maisha yako. Kwa sababu hiyo, anaweza akawa anafanya vitu mbalimbali vya kishirikina, maagano pamoja na ibada za kichawi, na akaweza kufanya manuio pindi atakapogusana mkono na wewe, akuambukize nguvu mbaya ambazo kwa namna moja au nyingine zitakwenda kufunga milango ya mafanikio ambayo imekuwa ikifunguka katika maisha yako. Hivyo ogopa mwanadamu ambaye anaona wivu katika hatua ambazo unazipiga kwenye maisha yako. Huyo si kugusana naye mkono tu, bali muweke mbali na maisha yako. Namba 5, kamwe usipeane mkono na mwanadamu ambaye unapokuwa naye anakufanya ujihisi hatia katika vitu ambavyo havikuwa kosa lako. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao wanapokuwa karibu na sisi wanafanya makosa mbalimbali katika maisha yao, lakini hawataki kukubali kuwa makosa ambayo wameyafanya yametokana na wao wenyewe, bali wanapenda kuwafanya watu wengine wajitikie hatia katika mioyo yao kuwa wao ndio sababu ya makosa ambayo yamefanyika. Kumbuka, mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na alama ya herufi M, alama hiyo inaweza ikapunguza ufanisi wa nguvu zake pindi mwanadamu asipokuwa na furaha, yani pindi katika moyo wake kunapokuwa na hali ya hatia, kwani mwanadamu huyu ndani yake anapokuwa huru bila hatia, nguvu iliyozaliwa katika alama ya herufi M ambayo ipo kwenye kiganja chake cha mkono huwa inakuwa na uwezo maradufu kuliko anapokuwa na hatia, kwani hatia huwa inamnyong'onyesha na kumfanya awe na huzuni, na huzuni inaweza kuvuta negative energy ndani yake, energy ambayo itakwenda kuidhoofisha nguvu inayotokana na alama ya herufi M kwenye kiganja chake cha mkono. Namba 6, usikubali kupeana mkono na mwanadamu ambaye haumjui. Unajua, katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaijua siri ambayo imejificha ndani ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vyao. Kwa sababu hiyo, huwa wanahitaji kuiba hatima ambazo zipo ndani yao. Wanaweza wakafanya manuio mbalimbali alafu wakaanza kuzunguka mtaani. Kila ambaye wanamuona kwenye kiganja chake kuna alama ya herufi M, wanalazimisha kumshika mkono. Pindi wanapomshika mkono, wanaondoka na hatima yake au wanaifunga hatima yake. Hivyo, kama haumfahamu mwanadamu alafu hakuna sababu yoyote ambayo inakulazimisha kushikana naye mkono, usikubali kushikana naye mkono hata kama anakulazimisha. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapo. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.